sake ya watu ambao hawapo, tutarekodi session hii. Sasa tunapoizungumzia Encryptors, tunazungumzia wallet, sawa? Wallet. Na wallet ni platform, ni application ambayo huwaga inakupa access ya huduma zilizopo kwenye blockchain. Na Encryptors, kati ya moja ya huduma ambayo wallet hii inatoa, platform hii inatoa, ni huduma, sawa, ya staking, ambayo inakuwezesha kutengeneza passive income kupitia staking. Sasa hii ndio simple definition ya wallet ya Encryptors. Yaani hii ndio simple definition ya wallet ya Encryptors. Yaani tusiweke maneno mengi, tusiweke chumvi nyingi. Hii ndio the simplest presentation ya wallet ya Encryptors. Sawa? Sasa leo tunakwenda kuanza kuvitazama vyote. Lazima tuielewe blockchain ili tuielewe fursa yetu, sawa? Lazima tuielewe blockchain, that's non-negotiable. Lazima kupitia staking ya crypto, lazima tuzielewe crypto, sawa? Tuje kuielewa staking, ndio inakuwa rahisi kuelewa Encryptors. Yaani tuanzie chini, tuelewe msingi. Tukishauelewa msingi, ndio tuende kufanya sasa analysis ya biashara. Nikiweka kiasi hichi nitapata hichi. Sasa people have it backwards. Najua watu wengi wanavyokuwa tunawaambia kuhusu fursa za kwenye blockchain, wanapenda kusema hivi, nikiweka hichi napata ngapi, nikiweka hichi napata ngapi. And to us tunasemaga sio approach nzuri, kwa sababu kwenye markets kuna dynamics and all that stuff. Unanunua asset, mambo yanakuwa mengi. Tunapenda mtu aelewe kwanza anawekeza kwenye nini, changamoto ni zipi, na yeye anawezaje akajiengage sasa kutokana na kuelewa vyote hivi. Kwa kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukielewa usiku wa leo ni kitu kinachoitwa blockchain. Sawa? By definition, au kwa lugha rahisi, blockchain ni ledger. Sawa? Blockchain ni ledger. Tuweke hivi. Blockchain ni ledger. Kazi yake blockchain ni kuhifadhi taarifa. Sawa? Na blockchain inahifadhi taarifa kwa kutumia pillars kuu 3. Yaani mfumo ule wa kuhifadhi zile taarifa, kwamba tuna ledger ambayo inahifadhi taarifa, tuna kitabu cha kidijitali ambacho kinahifadhi taarifa. Lakini ule utaratibu wa kuhifadhi taarifa unatumia misingi mitatu, misingi ya blockchain. Sawa? Msingi wa kwanza ni uwazi, kwamba taarifa zote ambazo zinahifadhiwa kwenye blockchain zinakuwa wazi. Taarifa zote ambazo ni miamala, ni asset, ni chochote kile, as long as kinakuwa kwenye hizi blockchain zetu, kinakuwa wazi. Mtu yoyote anaweza akaona. Kwa hiyo vyote vinavyohifadhiwa vinaonekana. Sawa, na vinaonekana wapi? Kwenye kitu kinachoitwa block explorers. Kwamba zipo website ambazo ukitaka taarifa za blockchain hii unazipata, ukitaka taarifa za blockchain ile unazipata. Zipo, zinaitwa block explorers. Sawa? Hiyo ni msingi wa kwanza, kwamba kila kitu kinachofanyika kinakuwa wazi. Principle ya pili
sawa, kunakuwa na decentralization. Hili neno kwa Kiswahili silijui, nisiwe muongo, but it means utendaji kazi wa hichi kitabu cha kidijitali, utendaji kazi wa hii ledger haupo kwa pati moja. Pati kwa Kiswahili ni, haupo kwa let's say kampuni au mtu mmoja. Hii inamaanisha kwamba taarifa ambazo zinakuwa kwenye hizi ledger, taarifa ambazo zinakuwa kwenye blockchain, mtu yoyote ulimwenguni anaweza akazihifadhi. Sawa? Hii ledger maana yake mtu yoyote aliyepo ulimwenguni anaweza akahifadhi blockchain. Kwa hiyo unakuta mfano blockchain ya Bitcoin ina kama GB 600. Kama una device yenye GB 600, una download ile blockchain, unakaa nayo. Una download ile blockchain, unakaa nayo na una interact. Unaweza ukaangalia muamala wa kwanza Bitcoin unini. Sasa hii inasaidia kwamba kwa kuwa hakuna ile central authority, central point of control, accessibility imeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Kwa kuwa mtu yoyote akitaka kuinteract na blockchain hahitaji a central authority ambayo inaweza ikaimplement KYC, ikamlimit kwenye nini. Unakuta blockchain imeongeza kitu kinachoitwa accessibility, ufikiwaji wa huduma. Na ndio maana blockchain inapendwa na wengi, kwamba kuna nchi ambazo hazina Swift. Mfano tuangalie mifumo ya kibenki inaitwa Swift. South Sudan hawana, Somalia hawana, ukienda Syria sasa hivi it's a problem, Russia, Ukraine, vita vile. Unakuta ukiwa na blockchain sasa, ukitumia blockchain inakuwa ni rahisi kutuma. Mfano unataka kutuma USDT, unataka kufanya nini, una download tu wallet, una receive funds, unamuuzia mtu. Accessibility inaongezeka kwa sababu hakuna central point of authority. Kitu cha tatu ni swala la nini? Swala la usalama. Na hii inakuwa ni usalama wa taarifa zinazohifadhiwa. Taarifa zikihifadhiwa kwenye blockchain haziwezi kubadilishwa. Hichi ni kitu kinachoitwa immutability. Sawa? Taarifa, tumesema blockchain ni kitabu cha kidijitali kinachohifadhi taarifa tofauti tofauti. Tunavyozungumzia usalama wa blockchain, tunazungumzia zile taarifa zinazohifadhiwa haziwezi zikabadilishwa. Lakini haimaanishi kwamba kwa kuwa kwenye blockchain kuna usalama, basi nikiweka pesa zangu haziondoki. Hapana, hiyo haimaanishi hivyo. Inamaanisha zile taarifa zilizohifadhiwa, kwamba Charity katuma USDT 10 kwa Eliudi, hiyo haiwezi kabadilishwa. Lakini Eliudi atafanya nini zile USDT 10 ambazo mimi nimemtumia, blockchain hicho kitu hakijui wala haikijali. Kwa hiyo tumeshaangalia blockchain kama ni mfumo wa kuhifadhi taarifa. That's the only thing ambacho blockchain inafanya. Blockchain haifanyi kitu chochote kingine zaidi ya kuhifadhi taarifa. Ina added advantage kwamba mtu yoyote anaweza kadownload blockchain yoyote, akairun, akawa anapokea miamala ambayo imefanyika kwenye blockchain husika kila sekunde. But kazi ya blockchain ni kuhifadhi taarifa tu, haifanyi kazi nyingine. Sasa watu wanatumia hii teknolojia inayoitwa blockchain, sawa, na wanajenga project au wana represent mawazo yao juu ya teknolojia hii. Tunatumia teknolojia ya blockchain. Mfano mwaka 2008 kuna watu walikaa wakaandika pepa yao, watu, it really doesn't matter, ila wakasema kama tukitengeneza mfumo huu tunaweza tukagenerate au tukatengeneza a peer to peer, sawa, cash transfer system.
mwaka 2008 watu wakasema, aha, kama tunaweza tukatumia infrastructure, tunaweza tukatengeneza a peer to peer cash transfer system, kwamba hatuhitaji tena a central authority kama mabenki kama custodians kufacilitate sisi kutumiana pesa, sisi kwa sisi kutumiana pesa. Na hii project ndio project ambayo tunaijua inaitwa Bitcoin. Mwaka 2013, sawa, kuna watu wakasema kwamba hivi, kwa nini tusitengeneze decentralized, sawa, global computer, kwamba tukawa na kompyuta ambayo mtu yoyote anaweza akadownload akacopy what is within it na akatusaidia kufanya computation in some sort. Hii ni project ya nini? Ya Ethereum. Kwa hiyo unakuta watu wanatumia hiyo underlying technology, wanaweka wazo lao juu. Mwaka 2000 na let's put it 2021, 2021, kuna watu ambao walisema hivi, kwa nini tusitumie hii teknolojia kutengeneza mifumo ya fedha? Sawa, this is what people call DeFi. Kwa unakuta blockchain ni nothing but an underlying technology. Halafu sasa mtu anakuja na wazo lake, anajenga kwa kutumia misingi hiyo. Kwa maana yake, kama tutakuwa na peer to peer cash transfer system, si ndivyo? Maana yake chochote kitakachofanyika kitakuwa wazi. Mtu yoyote ulimwenguni anaweza akadownload hiyo blockchain na akiwa na wallet aka access huduma ambazo zipo, na taarifa ambazo zitahifadhiwa kwenye hiyo peer to peer cash transfer system haziwezi zikabadilishwa, kwamba zitakuwa immutable. Kwa hiyo with this in mind, sawa, tunajua kabisa kutakuwa na many applications, sawa, za blockchain. Kutakuwa na matumizi mengi ya blockchain kwa sababu blockchain ni underlying technology. In short, kwenye blockchain tunaweza tukakutana na crypto, sawa, tunaweza tukakutana na DeFi, tunaweza tukakutana na gamify, tunaweza tukakutana na real world asset tokenization, tunaweza tukakutana na metaverse. Kwa hiyo hii teknolojia inakuwa applied kwenye vitu vingi vingi. Sasa there's a very interesting story ambayo ina happen right now kwenye Brazil, and I was trying to cover it leo, lakini simu yangu ikanizimikia wakati I was recording. Lakini Brazil kwa mara ya kwanza wameweza kutokenize ng'ombe, japo bado haijafika bado kwenye blockchain, lakini a token ambayo ina represent ng'ombe ulimwenguni imeweza kutumika kama collateral, au imeweza kutumika kama, nadhani ni dhamana kwa ajili ya mkopo, kwamba token ambayo inawakilisha ng'ombe imetumika kama collateral ya kutoa mkopo. And sasa kufika kwenye blockchain hapo hatua ishakuwa ni ndogo. As long as you have a digital token, then naamini kwenye blockchain kuihamisha inakuwa ni step rahisi, kwa sababu kama tunaweza tukamove bonds zipo kwenye blockchain, then inakuwa ni hatua rahisi. So blockchain inaweza ikawa applied in so many cases. Sasa sisi basically tuta stick na hizi mbili kwa sababu ndipo ambapo tunatakiwa tupaelewe zaidi. Crypto pamoja na DeFi ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvielewe zaidi ili tuweze kuelewa Encryptus at the end. Sasa tunavyoanza kuzizungumzia crypto, najua maneno yamekuwa ni mengi sana kuhusu crypto, watu wanasema mengi sana kuhusu crypto, lakini basically by definition crypto ni unit, sawa, ambayo imekuwa programmed in a blockchain. Sawa, programmed, kwamba crypto ni unit, ni program ambayo ina run kwenye blockchain. Sasa
Sitaki kwenda ndani sana kuelezea zinavyofanya kazi na jinsi ambazo zinavyokuwa programmed, lakini crypto zinatumia teknolojia ya blockchain kurepresent kitu fulani. Crypto zinatumia au zinatengenezwa kurun kwenye blockchain ili kurepresent kitu fulani. Maana yake ni nini? Crypto inaweza ikawa programmed iwe currency, iwe fedha. Kina USDT, kina DAI, kina USDC. Zile zinakuwa programmed, zirun kwenye blockchain kama fedha. Crypto inaweza ikawa programmed iwe EPT, kwamba inakupa umiliki ambao hau include voting power, pamoja na I think it's voting power na nini wanakunyima. Vitu vile wanakunyima. Lakini inakuwa ni ambayo inakupa umiliki. Kunakuwa na governance token. Sawa, ambayo yenyewe inakupa umiliki. Unaweza ukapiga kura, ukafanya maamuzi kwenye project husika, kwenye protocol husika. Crypto inaweza ikawa anything. Kwa hiyo crypto inakuwa programmed kwamba bwana, wewe utafanya kazi fulani. Kwa hiyo unaposikia crypto usishangilie sana, lazima ujiulize, je, hii inayoitwa crypto imekuwa programmed kwa ajili ya nini? Je, hii crypto imekuwa programmed kwa ajili ya kufanya kazi gani? Kwa ajili ya kufanya nini? Kwa sababu usipojua hilo, itakuwa ngumu kwako kufanya maamuzi sahihi. Itakuwa ngumu kwako kujua actually unajiengage na nini. Kwa sababu nimeshakutana na watu ambao wanamiliki NFT alafu wanasema wamezistake, kitu ambacho hakiwezekani. Yaani kwamba mtu akwambie, bwana, mimi nimenunua hichi kitabu alafu nimekifungia benki kinipe faida. You're like, no, that thing is not possible, that thing is not true. Kwa lazima tujue tunapozungumzia crypto, tunazungumzia crypto ambayo imekuwa programmed ku represent kitu gani. Na basically crypto ambazo watu wengi wananunuaga mostly ni utility crypto, sawa, ambazo tunashauri watu wanunue, ambazo basically zinakuwaga ni EPT, ambayo inaitwa ni economic participation token. Kwamba EPT, sawa, EPT, ukisikia EPT, crypto ambayo ni EPT ni coin ambayo inakupa economic participation in a specific project. Necessarily haikupi governance and necessarily haikupi shares au umiliki wa faida ya kampuni, but it gives you economic participation, kwamba ukinunua coin ikipanda thamani you get money. Ukinunua coin kama wanaruhusu staking, you also get benefits. But basically tukitazama crypto, kumekuwa na wimbi la meme coins. Umeona watu wengi sana wameingia kuinvest kwenye meme coins, lakini wamepoteza pesa kwa sababu at the end of the day thamani ya crypto, sawa, ngoja niweke hapa juu. Thamani ya crypto ni kutokana na kilichopo nyuma yake. Sawa, thamani ya crypto yoyote utakayoiona, iwe EPT, iwe meme, iwe coin aina yoyote, thamani yake inatokana na kitu ambacho kipo nyuma ya coin husika. Kwa hiyo kama coin nyuma yake kuna project, thamani yake itatokana na project. Juzi tumeona kuna exchange kubwa imekufa na coin yake imedump balaa. Kwa sababu gani? Thamani ya coin inatokana na kilichopo nyuma yake. Kitu kingine, kama coin nyuma yake kuna mihemko, meme coins hizi, sawa, meme coin haina kitu kingine zaidi ya mihemko. Ile mihemko ikiisha, ikiondoka, maana yake coin inakosa thamani. That's one thing you have to know. Yaani hicho kitu huhitaji kuumiza sana kichwa. Wewe jua tu kwamba bwana, kila coin nyuma yake inakuwa moved na kilichopo nyuma yake. What is backing it up? Unajua watu wanasema mtu ukiona na koroma sana, kuna watu wazito wako nyuma yake.
Sasa ukiona coin mtu anakuletea, lazima ujue nyuma yake kuna nini, ili ujue wewe unajiwekaje, kwa sababu kwa coin ambazo zinaenda kwa miemko, hizi meme coins, ile miemko ikiisha, ikihamia kwenda sehemu nyingine, coin haiwezi tena ikafanya vizuri. That's the reality. Yani utazunguka utasema oh, coin hii nzuri, coin hii mbaya. Kilichopo nyuma yake. That's why tunashauri unaponunua coin yoyote, hakikisha nyuma yake at least kuna project ambayo inajielewa, inaeleweka, ili ile project inavyozidi kuwepo with time, ile coin inakuwa na sehemu pa kuegemea, sehemu ambako kutaendelea kuipa narrative. That's the reality. Sawa. Na sisi huaga tunapenda kushauri mtu unavyonunua coin, hakikisha unanunua utility crypto ambayo inakuwa na project nyuma yake. Sawa, kwamba utility crypto zinakuwaga na project behind. Sasa inabidi ujue jinsi gani ya kuchambua hizi project. Tunapokwenda kuangalia project behind, tunaongelea sasa hizi coin ambazo ni utility coins, na huaga zinakuwa na project nyuma yake. Kwenye project hatuangalii vitu vingi sana. Mimi kwenye project naambia mtu yoyote, ukishapewa crypto project, sawa, kitu cha kwanza angalia tatizo waliloona. Sawa. Kitu cha pili, angalia suluhisho lao. Kitu cha tatu, kitu cha tatu, angalia coin inavyotumika kama suluhisho. Cha kwanza, unavyokuwa unafanya analysis ya project yoyote ya crypto, angalia tatizo waliloliona, angalia solution ambao wameoffer, suluhisho ya hilo tatizo, na kitu cha tatu, angalia coin inavyotumika. Kwa sababu at the end of the day wewe una invest in the project, lakini unanunua coin. Ukiangalia tatizo, ukiangalia suluhisho, inakupa msingi wa biashara husika, kwamba je, biashara hii inakwenda kufanya nini kwenye jamii, kwamba itaendelea kuexist kwa sababu gani. Problem solution, si ndivyo? Coin inavyotumika excuse me, coin inavyotumika kama sehemu ya solution au sehemu ya suluhu, tunajua with time watu wanavyozidi kupata suluhisho ya shida yao watahitaji coin fulani. Kwa mimi kama mnunuaji, ninajua kutaendelea kuwepo na active demand for the coin, kwa sababu mwisho wa siku coin kupanda na kushuka ni demand and supply, 100% demand and supply, kwamba wahitaji wawe wengi ili demand iwepo kubwa, uhitaji uwepo mkubwa, halafu ndo coin ita appreciate in price. That's the reality, 100% demand supply. Kwa hiyo kama tunaangalia coin zenye project, lazima ile project iwe na uhitaji. Huo uhitaji unatokana na tatizo ambalo wameliona na solution ambayo wameileta. Tukiangalia, turudi hapa juu kidogo, tulizungumza 2008 wakati Bitcoin wanaanza. Bitcoin waliona tatizo ambalo lipo, wakaandika white paper yao na wakaleta system ambayo inawezesha kutumiana asset crypto zenye thamani bila kuhitaji mabenki, central authorities, third parties. Inawezesha kumtumia mtu directly kwenye wallet yake. 2010 wakati Bitcoin inapata umaarufu, watu waliokuwa wanatumia Silk Road, watu ambao walikuwa wanatumia wana deal kwenye black market, waliona kwamba mbona kutuma kwa Bitcoin ni rahisi. Kwa sababu mwanzoni mimi kama nataka kununua, let's say nataka kununua miadarati, nataka kununua bangi, si ndivyo? Nikikutumia hela kwenye simu, yule muuzaji akikamatwa, mimi namba yangu itakuwa tracked. Bwana, wewe ulishaye kununua bangi kwa huyu mtu? Hapana. Mbona namba yako inaonekana na kuna mamala ulifanya sehemu fulani? Na jamaa akisema jamani, mimi nishaye kumuuzia, umeshikwa. Bitcoin waka resolve that by having no central authority, na wanatumia unique addresses, kwamba kunakuwa na ugumu wa kutrack although they can track you. Kwa watu wengi waliokuwa wanatumia Silk Road walianza kutumia Bitcoin, na Silk Road wakapromote watu wao wanatumia Bitcoin,
na by the time yule jamaa anakamatwa, yule mmiliki wa Silk Road anakamatwa, alikutwa na almost Bitcoin 10,000 na ambazo zimetokana tu na transaction fees. Kwa hiyo that is what we mean by utility, kwamba Bitcoin waliona tatizo wakaleta suluhisho. Kwa as long as ile suluhisho lipo, kwamba watu wanakuja kuengage na Bitcoin, sio kwa sababu amesikia Bitcoin itafika $200,000 someday. Yaani yeye anakuja ili kusolve shida yake, kwamba mimi nataka ninunue bangi kilo moja, jamaa anataka Bitcoin moja. Kwa hiyo mimi nitaingia, nitanunua Bitcoin regardless of the price, kwamba Bitcoin hiyo $200,000 hiyo 1,000, lakini nataka Bitcoin zenye thamani let's say ya $1,000. Nanunua Bitcoin zenye thamani ya $1,000, namtumia jamaa, ananiletea bangi yangu. That's the thing ambacho tunakizungumzia, kwamba coin inatumikaje kwenye project, na project ikiwa structured vizuri, sawa, watu wataingia na kuengage nayo na kuwavuta investors waje. Kwamba tunavyozungumzia kwamba coin inatumikaje, this is very important kuelewa. Kama coin inatumika sawa, maana yake watu wataona ile project, watavutiwa nayo kwa sababu wanaona kuna active engagement. Kama watu wanavyoenda kununua hisa sijui za CRDB, hisa za NNB, hisa za Sigara, kwa sababu wanaona hii benki mbona inazidi kukua. Mwaka jana walisema wana deposits labda trilioni 2, mwaka huu zimeongezeka trilioni 2.5. Maana yake hao wanapata wateja. Kwa hiyo kama wanapata wateja, sisi tutapata tukiinvest tutapata faida. Kwa hiyo watu wakiona kitu kama hicho wanakuja kufanya investment. The same for crypto, kwamba wakishaona hii project ina use case kubwa, they come in and they invest. That's why unavyokuwa unafanya investment, unavyochagua crypto ya kununua, hakikisha kwamba hivi vitu vitatu vimekaa vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo tunaweza tukaongeza issues kama like the team also it's very important. La pia tunaangalia roadmap, kwamba wamesema tunatoka hapa tunaenda wapi. But hivyo vitu vitatu ndio vitu ambavyo kwa mtu yoyote mwenye utashi anaweza akaviangalia. Nilizungumzia hapa awali na nilisema kwamba blockchain ni platform, sawa, watu wana represent idea zao, wanajenga mawazo yao. Sasa kati ya vitu ambavyo vimekuwa very very interesting kwenye miaka ya hivi karibuni, tukiconsider miaka ya karibuni kwa sababu it's been a while, ni kitu ambacho kinaitwa decentralized finance, au kwa lugha ya mjini tunapenda kuita DeFi. DeFi ni mifumo ya fedha ambayo imejengwa kwenye blockchain, sawa, lakini hiyo definition haijamaanisha kwamba DeFi sio mifumo ya fedha. DeFi ni mifumo ya fedha ambayo inatumia misingi ya blockchain kuhifadhi taarifa na kufanya utendaji kazi. Haijabadilisha kwamba ni mifumo ya fedha. Mifumo ya fedha, ngoja niandike kabisa hapa, mifumo ya fedha. What this translates to, what this means ni kwamba tunavyoangalia fursa ambazo zipo kwenye DeFi, ni tunaangalia fursa ambazo zipo kwenye mifumo ya fedha. Tunavyoangalia fursa ambazo zipo kwenye DeFi ni fursa ambazo zipo kwenye mifumo ya kawaida ya fedha. Mfano, tunaweza tukaangalia kitu kama staking. Mfano, sawa, staking, hapa una lock assets zako, sawa, lock assets, reward, sawa. Staking watu wanaiabuse sana na mimi sipendi. Staking ni process ya kulock assets kwa ajili ya kupokea reward. Hicho ndio kitu pekee ambacho staking inafanya, kwamba una assets zako, una crypto zako, protocol inakwambia bwana, ukilock up assets zako sisi tutazitumia labda let's say kufanyeje, kwa protocols nyingi. Mfano Ethereum wanakwambia itakuwa kama collateral yako ili kuruhusu ufanye labda validation ya transactions. Kuna protocol kama Encryptus wanakwambia bwana, wewe ukifanya staking
sisi unatupa tokenomics advantage, kwa hiyo tutakuwa tunakureward kwa coin mpya ambazo tunaziingiza kwenye mzunguko. Kwa staking ni process ya kulock reward for asset. Kwa hiyo it comes down to two things, sawa? Staking inatumika kwa ajili ya validation, sawa, validation au tokenomics, sawa. Na kitu cha msingi staking ni internal, ili neno tulisemagi sana, internal system. Maana yake ni kwamba staking ni internal. Huwezi wewe ukastake leo, si ndivyo? Alafu mtu anakwambia faida ukachukue kwa yule. Huo ni uongo. It doesn't work like that 100%. Staking ni internal system, kwamba mimi na stake hela zangu leo, labda nimetumia, labda let's say it's a bridge ya network hii. Faida zako utazipata hapo hapo ulipoweka pesa zako, sio sehemu nyingine. Kuna watu hapa katikati wameimbishwa kwamba wameambiwa kuna mtu atawakopesha wastake hela zao, watapata faida maradufu. Wako wapi? That's the reality. Kwa sababu at the end of the day tumesema DeFi ni mifumo ya fedha. Hakuna miujiza ndani ya DeFi, ni kwamba tu imejengwa kwenye blockchain. Kitu kingine ambacho watu hawajui, kwenye DeFi kuna kitu kinaitwa lending and borrowing. Lending and borrowing. Sawa? Kwamba kwa kupitia blockchain unaweza ukakopa na ukakopeshwa. And it's something that is very trendy in the recent days, kwamba ukiwa kwenye blockchain unaweza ukakopa, unaweza ukakopeshwa. Labda let's say umenunua Ethereum zako au Bitcoin zako. Ulinunua labda ikiwa $120,000. Ulipata entry mbovu tuseme. Sasa umepata shida hapa katikati, unahitaji dola kama 2,000, 3,000 na hauna mahali pengine pa kupata hela. Zile Bitcoin zako unaweza ukazichukua, kuna protocol ambayo ita accept zile Bitcoin, itakupa mkopo wa gharama nafuu sana, kwa sababu kwenye ulimwengu wa DeFi, imagine unakopeshwa wewe 3% nadhani, let's say 4% kwa mwaka. Yani ndo unakopeshwa, hiyo ndo riba 4% kwa mwaka. Kwa unakuta watu wengi wana opt, mtu ana crypto zake anakopa katika riba nafuu. Kwa unakuta una solve your problem, unarudisha mkopo watu, unarudishiwa asset zako. So that's how DeFi is. Lakini tukiangalia sasa staking in general, kwa sababu naona muda wetu ushakwisha kwenda sana. Tunavyoitazama staking, tunaangalia kwamba ni huduma ya DeFi. Sawa, staking ni huduma ya DeFi inayokupa access ya passive income kwa kulock asset zako. Kulock asset zako. Sasa kama nilivyoainisha mwanzoni, faida za staking zinaweza zikatokana either from transaction fees, sawa, gharama za miamala, au sawa, new coins. Kwa sababu nilisema staking ina work for validation na nini, tokenomics. Kwa hiyo unaweza ukakuta labda kuna pool ya staking kwa ajili ya bridge, utakula faida zako. Utakuta hiyo ni transactions, utakuwa unakula. Pool ya staking kwa ajili ya kufanya verification ya transaction, utakula faida kutokana na miamala. Lakini kuna project nyingine ambazo zinatumia staking kama mechanism ya kubalance supply na demand, kwamba wanahitaji watu watoe coin ambazo wamezinunua tayari kutoka kwenye mzunguko, wazifungie. Kwa hiyo wao in return watakuwa wanawapa coin mpya ambazo wanaziingiza. And that's an approach ambayo makampuni mengi yamekuwa yakitumia, kwa sababu inawawezesha wao kumanage tokenomics zao vizuri, kwamba tunapoanza sasa hivi hatuna watumiaji wengi, tukiingiza coins nyingi
itakuwa ni the market will be overflown with our coins. Kwa hiyo tuingize kidogo, halafu with time tutakuwa tunaziongeza, na sasa tunavyoziongeza tutawapa watu ambao walinunua mwanzoni na wakaamua kustake. That's how it is. Kwa staking can either be for validation au kwa ajili ya nini? Tokenomics. Kwa hiyo in summary of all that, sawa, tunavyokuja kuangalia Inkryptus ni wallet ambayo inakupa access ya huduma za DeFi na flagship service au huduma ambayo wao wanataka jamii iipate kwa ukamilifu ni huduma ya staking na nyinginezo ambazo wanaziongeza with time. So with Inkryptus unaweza ukanunua assets tofauti tofauti, lakini unapata access ya hizo funds zako ambazo umezinunua, hizo crypto zako ambazo umezinunua ziweze kukutengenezea faida kutokana na kufanya staking. Tunavyoizungumzia Inkryptus, nimeainisha mwanzoni kabisa wakati tunaanza. Inkryptus ni wallet. Ngoja niandike kabisa. Inkryptus ni wallet. Na unaposikia wallet, maana yake ni interface ambayo inakupa access ya huduma zilizopo kwenye blockchain. Inkryptus ni wallet inayokupa access ya huduma zilizopo kwenye blockchain. Lakini Inkryptus wao zaidi wamelenga kutoa huduma za DeFi na huduma yao ni staking. Kwa hiyo ukiwa na wallet ya Inkryptus, kuna baadhi ya crypto ambazo unaweza ukawa umezinunua. Kwa kuwa unakaa nazo muda mrefu, unaweza ukazifungia na ukawa unapata faida kwa kumiliki tu zile coin na kuzifungia. Kumbuka nilisema makampuni yapo tayari kukupa wewe coins unapofanya staking, kwa sababu zile coin unakuwa umetoa kwenye mzunguko. Kwa zile ambazo zinabaki kwenye mzunguko zinakuwa ni chache, na hata coin ambazo wanakulipa zinakuwa ni chache. Staking haiwezi ka make sense kama coin ambazo nyinyi mnapewa zinakuwa nyingi kuliko coin ambazo mnazifungia, au mnapata ridiculous returns, kwamba inflation, kwa sababu tukumbuke kitu kimoja, sawa, new coins, coin mpya, sawa, ni inflation. Ni kama serikali yote inavyo print hela. Unajua ukiprint hela there is inflation, all that stuff, blah blah blah. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba coin mpya zinazoingia zina balance na kukutana na demand husika. Na ndio maana tukiangalia project yetu ya Inkryptus, wao wanatumia staking kama tokenomics strategy, kwamba wanajua sisi maximum supply. Mfano tuangalie coin yao inaitwa Ink. Sawa? Ziko coin milioni 200 inaitwa Ink. Sawa? Sasa wakati project inaanza 2023, walikuwa na option hizi coin zote wazidump at once kwenye soko. Bwana jamani, Inki milioni 200 hizo hapo, nunueni Sandakalawe, then tutaendeleza project. Sawa? But unavyofanya hivyo, maana yake unaingiza coin kwenye soko ambalo halina demand, kwa sababu hakuna mtu anayejua Inkryptus by then kihivyo. Umeona? Hakuna mtu ambaye anajua Inki inaitumia kufanya nini, si ndivyo? So what they opted to do ni kwamba katika hizi coin sisi tutakachofanya, tutakuwa na initial mint. Sawa? Tutaanza na coin kadhaa ambazo walichagua kuwa milioni 10. Na hizi mostly, sawa, zilienda kwenye milioni 10 Inki zilienda kwenye capex kwa ajili ya kuendeshea kampuni. Sawa? Capital expenditure kwa ajili ya kuendeshea kampuni, kutengeneza sijui pools za kuswap, all that stuff. Walitenga milioni 10. Kwa hiyo inayobaki, sawa, ambayo inatakiwa ende kwa public sasa, watu wanunue, zikabaki coin milioni 190. Milioni 190 Inki. Kwa hiyo wakasema kwa mtu yeyote ambaye atanunua Inki, sisi hizi milioni 10 ambazo tunataka tuziingize in circulation hatutaziuza, tutawapa watu kama staking rewards. That was the main concept, kwamba unaposikia unanunua Inki na unalipwa faida, faida haitoki mbinguni.
faida inatokana na sehemu ya hizi coin milioni 190 zinazoingia kwenye mzunguko. Sasa changamoto ni kwamba hichi ni kitu ambacho mnatakiwa mkijue wazi, sababu hamna biashara rahisi, hamna biashara ambayo haina changamoto. Changamoto ni kwamba coin yoyote unayopewa kupitia staking ya Inki, muda wowote ule unaweza ukaiswap ukafanya unachotaka. There is no limit to that, ile faida ambayo unaipewa. Kwa hiyo wao wanatakiwa wahakikishe kwamba wana liquidity depth such that ile inflow ya coin mpya haileti changamoto kwa watu ambao wapo, kwamba ile faida ambayo sisi tunalipwa kama faida isiwe in an extent kwamba watu wakiamka asubuhi wakiswap coin ilikuwa $10, coin yetu ilikuwa labda $1.4 tunaikuta iko $0.5 overnight. Hapana. Kwa hicho ni kati ya vitu vya msingi ambavyo walihakikisha kwamba they have a very strong liquidity depth, na pia in terms of kurelease hizi coin walisema per day, sawa, maximum of 10,000 Inki kwa siku. Inki 10,000 tu zinatoka hapa, na tunaenda kupewa sisi. Kumbuka hizi coin 10,000 zinazoingia kwenye soko zinaingia zinakuta bei. Yaani kwa lugha ambayo nitaweza kuzungumza mwelewe, ni kwamba umeamka asubuhi, umeshapiga budget. Kwa sisi wanaume, unajua, wanasema unaacha hela ya meza, alafu ndugu zako wanatoka kijijini mchana bila kukutaarifu, wanafika nyumbani, umeshapika chakula, wanafika jioni, lazima kutakuwa tuna kamtafaruku kwamba mnagombania chakula and stuff like that. The same huku, kwamba kila siku kuna coin 10,000 ambazo zinaingia tu, yani zinaibuka out of nowhere. Of course ziko pre-minted and all that, lakini in the sense of economics, kwamba kuna coin 10,000 zinaingia kila siku, lazima kampuni inahakikisha kwamba hizi coin 10,000 impact yake inakuwa not felt by normal user, na ndio kitu ambacho experience so far. Leo tulikuwa tunaangalia statistics za Inc. They are very interesting statistics kwa wale watu ambao hawajaanza kufanya hii biashara au wamekutana na hii biashara, ila so far Inc. in terms of performance, overall it's more than 60% growth, yani ukuaji. Ukuaji ni zaidi ya growth, 60%, kwa sababu ilikuwa listed at 0.8, sasa hivi iko 1.4. Sawa, na kuanzia iwe listed haijawahi kushuka chini ya bei ambayo imekuwa listed, kitu ambacho ni muujiza. Yani ukatafuta listing yoyote ile ambayo unaijua, listing yoyote within the first few, SpaceX tuangalia wamelist lini? Wamelist nadhani mwezi uliopita. Sasa hivi iko ngapi? Ilitoka 130 ikaenda mpaka 200, sasa hivi iko, akaangalia bei ya SpaceX. Unakuta kwa kuwa wali design tokenomics vizuri, project inafanya vizuri. Sasa one of the things ambazo nilitakiwa niongezee kwenye kuangalia hizi utility coins namba 6, ngoja niongezee kabisa kwa wale ambao mnaandika, ni nini? Ni tokenomics, kwamba how do they plan to balance demand and supply, yani wamejiwekaje? Unakuta ndio hicho nilichokuwa nasema kwamba unakuta mwekezaji wa kawaida wa Inkryptus, kama angeamua kucompound mtaji wake pamoja na faida kutoka alivyoanza coin pool ilivyoanza mpaka leo, ungekuta ana zaidi ya 6% ambayo ni 60x within 3 years. Sasa utashangaa kwamba coin hata haijaenda sana, imeenda only 60%, lakini unakuta aggregated profit within 3 years ni 6%. Kwa mtu ambaye alikuwa hana mtaji akaanzaga na let's say $100, alafu akawa na compound actively kila mwezi, let's say kila mwezi, unakuta anatengeneza faida ya $100. Ungekuta sasa hivi una $6,000. Yeah, that's it. Kwa hiyo sasa hivyo ndivyo Inkryptus inavyofanya kazi. Kwa there is no place ambako tunaona
miujiza. It's just design. Sasa kwa wale ambao mpo Zoom, kuna swali ambalo tumelipokea hapa kutoka TikTok and it's very crazy. Anasema, kaka, sorry I'm out of topic but hii BitNext Cryptex iko real kweli? Sasa ndo haya ambayo tulikuwa tunajaribu kuzungumza kwenye hii session ya leo. Watu wanauliza sijui kuhusu Cryptex, sijui kuhusu maskam mengi ambayo yapo tu tunayaona na tunayafahamu. Watu wanachukulia blockchain kama kisingizio cha kutaka miujiza. Tumeangalia kwenye hii session throughout, yani ile first part ya hii session tumeitazama kwa umakini kwamba blockchain ni kitabu cha kidijitali cha kuhifadhi taarifa. Kwa tunavyochambua fursa ambazo zimejengwa kwenye blockchain, tunaichambua business model kama business model. Yani ni mtu kama mtu bila kuangalia kwamba huyu mtu ametoka wapi. Business model ya hiyo platform umesema BitNext na BitNext na Cryptex, does it make sense? Yani ukiondoa blockchain, assume unavyopewa fursa, hebu iondoe blockchain into perspective, iangalie kampuni kama kampuni yenyewe. Does it make sense? Yani kwamba utoe $100, mtu mwingine atoe milioni 80. Hamna kitu kama hicho. It's a scam. Yani short and clear. Yani hata tusizunguke sana, it's a scam. It doesn't make sense. Biashara yoyote ile lazima ujue vitu vitatu. Ujue faida, changamoto, na wewe sasa unawezaje ukaengage. Sawa? Lazima biashara yoyote iwe na changamoto. Lazima biashara iwe na nafasi ya wewe kupata hasara. Yaani hicho kitu unatakiwa ukijue. Biashara yoyote lazima iwe na mwanya wa wewe kupata hasara. Biashara yoyote. Yaani watu wana idolize sana vitu ambavyo havina kichwa wala miguu. Lakini unavozungumzia pesa, unapojaribu kumultiply pesa yako, kuna risk. Yaani risk ipo. Sasa it's either wewe unaibeba risk au mtu mwingine anaibeba, lakini there is always a risk. Kwa hiyo unavyo engage na Inkryptus au crypto yoyote, changamoto ya kwanza, changamoto ambao unatakiwa uijue, changamoto ni kwamba huku jamani kuna price, mabadiliko ya bei jamani, mabadiliko ya bei. Lakini huku sasa tuna high volatility. Yaani kwenye crypto jamani kuna volatility. Tuna kamsemo ketu hapa ofisini, tunataniaga mtu naambia, "Oh, shehe kumiliki Solana." Yaani volatility ipo kwamba unaamka asset ina 5%, 6% kwa siku, it's normal, lakini kwenye mifumo ya hisa inatokea. Kwa hiyo unapo engage na crypto ujue kwamba asset inabadilika bei. Inaweza ikapanda, inaweza ikashuka. Itapanda lini, itashuka lini ni kitu ambacho hatuwezi tukafahamu wala hatuwezi tukajua, but tunatakiwa tujue bwana, bei itapanda, bei itashuka. Na kitu kingine, au sasa hapa tunaangalia nature ya biashara sasa. Biashara especially for ink, kwenye mabano staking ya ink, ni kwamba tumeona kabisa kwamba faida yetu kwa siku ni inki 10,000. Tunalipwa inki 10,000 ambazo zinaingia kwenye mzunguko, which translate kwamba jamani, faida zinapungua. Watu wanavyo stake, faida zitapungua watu wanavyo stake. Tulianza 0.36, sasa hivi tuko 0.19. Kama jinsi ambavyo Bitcoin inafanyaga labda halving, there are dynamics in the profit, kwamba mwanzoni, let's say mfano tukiangalia staking ya Ethereum, kwa kuwa validators walikuwa wachache, walikuwa wanapata faida kubwa. Sasa hivi validators ni wengi, faida inapungua. Kwenye Inkryptus
walianza kustake mtu mmoja, wawili, 10, 50, mtaji wao ulikuwa let's say ni inki 100,000. Faida ambayo walikuwa wanaipata kutokana na portion ambayo inaingia, na sasa hivi kuna more than 7 million inki ambazo zimekuwa staked, lazima ibadilike. Kwa hiyo unavyo stake inki, jua kwamba with time na faida ambayo tunalipwa huaga inapungua. The sake ambao hawatakuwepo, let's answer the question. Okay, kuna swali hapa, kuna transaction fee during harvesting na unapotaka kufanya compounding. Yes. Model ya exchange yoyote, wallet yoyote, faida yake inatokana na miamala. Umeona? Tumeona exchange zinafungwa kwa sababu wakipiga hesabu miamala ambao wanaipata, fees ambazo wanazipata ni ndogo compared to the running cost. Kwa hiyo ukikutana na wallet nyingi, faida yao ni transaction. With Encryptus, faida ambao wanaipata, hawapati faida ukilock asset zako. Kumbuka tumesema unapo stake unafungia asset. Encryptus hawafanyi chochote na ile asset. Wao wana benefit tokenomically, kwamba umetoa some asset into circulation, umepunguza supply ambayo ipo kwenye market. Hawafanyi chochote asset yako. Faida ya Encryptus inakuja pale ambapo unafanya muamala ndani ya Encryptus. Sawa? Kwa hiyo unakuta unapofanya harvest, labda umetengeneza faida yako, unataka kuvuna, Encryptus utakucharge ili nao wapate kitu. Umepata faida, nao wape ganji. Haya, ukienda kuangalia ukitaka kutuma unachajiwa, ukitaka kuswap unachajiwa, lakini kupokea it's free. Hakuna gharama zozote za kupokea and stuff like that. Kwa hiyo with Encryptus, harvesting ni transaction, utalipa. Tena huku, uzuri wa huku ni kwamba it's flat rate, $3. Yaani unataka kuswap $100,000, utachajiwa dola hizi. Unataka kuswap $100,000, utachajiwa dola hizi. It's just flat rate throughout. Umeona? Which is an advantage, kwamba mifumo mingine ambayo tumezoea ni kwamba pesa inavyozidi kuongezeka you get charged more, lakini huku it's a flat rate, which is good. Okay, kuna swali lingine hapa. Unajuaje meme coin? Meme coin kujua ni rahisi tu. Yaani kiangalia tu coin hivi, kwanza unaangalia supply yake. Meme coin zinakuwa na supply ambazo ni za ajabu. Alafu unaangalia the narrative behind, kwamba watu wanaizungumziaje hii coin, kuna nini nyuma yake. Watu wanasema bwana, ukiingia kwenye hii coin utatajirika and stuff like that. That's already a meme coin. Yaani zinaonekana tu. Yaani sijui nisemeje. Yaani ni kitu ambacho hakijifichi. Waswahili wanasema halijifichi pembe la ng'ombe. The same for meme coin. Yaani ukitaka kujua coin ni meme, wewe iangalie tu ilivyo. Unaona hii ni meme coin. Okay. Na Encryptus allow lending and borrowing since it's work with the tokenized pattern? Hapana. Kwa sasa Encryptus lending and borrowing bado, but I think it's something ambacho wanakifanyia kazi wakiintegrate with time. Kuna swali hapa. Okay, sasa kwenye crypto mkopo unarejeshwa kwa installments au kwa pamoja? Je, mtu akichelewa implication yake ni nini? Collateral itaondoka. It depends na protocol, lakini nyingi nazoona ni lump sum, kwa sababu at the end of the day unatakiwa kujua mkopo it operates on a smart contract principle. Sasa kutokana na hiyo smart contract jinsi ambavyo imeandikwa itadetermine kama unaweza ukalipa mkopo wote au nusu au wote. Let me do some more research on this, nijue protocol gani ambazo zinakuruhusu ukope, ulipe zote au ulipe nusu, and hopefully I'll make a video alafu nitashare. Na ukichelewa kulipa mkopo, the way I think most platforms work ni kwamba hakuna limit kwamba mkopo utakaa nao muda gani, kwa sababu for most cases watu wengi sana wanalipa within a year. Umeona? Sidhani sana kama wanakupaga limitation kwamba unatakiwa ulipe mkopo ndani ya muda gani, but for most platforms ambazo naziona, mfano ukiangalia kina MakerDAO, hawana ile time implication kwamba wao wanakuambia bwana, sisi let's say rate yetu ni 5% kwa mwaka na tunakuchaji labda kwa lisaa, kwamba every hour you are going to pay 0.000 something percent. Umeona? Yani ndio itakuwa rate yako. Kwa mfano ukikopa ukarudisha let's say baada ya masaa 10, hautalipa 5%, utalipa 5% ile ambayo umeitumia wewe ya kukaa na zile pesa au kukaa na zile collateral. So it works like
like that. Kwa hiyo collateral kuondoka ni kama ukiwa liquidated, kwamba mfano unapokopa unakuwa given a specific percent ya mkopo, yani ya collateral yako. Mfano wanadili labda na 65% TLV. Kwa hiyo ukiwa na Ethereum za dola 2000 unaweza ukakopa mpaka USDT au DAI za dola 1300. Ikitokea Ethereum imeshuka chini ya ile percent, ile amount ambayo umekopeshwa, wanafanya automatic liquidation, sawa, zile platforms, na assets zako zinauzwa, wanakata pesa zao, alafu wanakurudishia change inayobaki, which is very bad. Ndio maana sasa unakuta kuna watu ambao wanatumia flash loans hizi ku prevent that, kwa sababu liquidation pia inakuja na fee. Hata kama ni market imefanya kwamba bwana soko limeshuka sasa hivi kidogo, unakaribia kuwa liquidated, platform haijali hicho, inakukata pesa yao, inakukata na fee juu kwa ajili ya transaction and all that, alafu inayobaki ndo wanakupa change. Kwa hiyo unakuta watu wanatumiaga flash loans, wanajiself liquidate, wanalipa mkopo afu wanakopa tena. It's complex, you don't have to understand, but that's how it is. Okay, kuna swali lingine hapa. Which factors make Ink token increase from year to year hapo, and for example to go, what needs to happen in the market? Yani ili coin ipande bei, kitu ambacho kinahitajika kufanyika ni kimoja tu, watu wengi wanunue. That's it. Not only watu, lakini waje pia na volume. Kwa hiyo ukiona coin yoyote inapanda ulimwenguni, isiwe Ink, isiwe Bitcoin, isiwe Ethereum, maana yake watu wanaonunua ni wengi na wanakuja na buying pressure kubwa kuliko wauzaji. Yani kwamba Charity ataingia atanunua dola 1000, Eliud ataingia atanunua dola 1000, let's say. Victor ataingia atanunua dola 2000. Alafu upande wa pili unakuta Anthony kauza dola 20, Teddy kauza dola 10, Eliud kauza dola 20. Kwa hiyo unakuta ile not only buyers ni wengi, but ile buying pressure inakuwa kubwa kuliko selling pressure. Ile sentiment ya watu kwamba jamani, hii coin inaondoka, tuende nayo. Kwa unakuta watu wananunua wengi. Kwa unakuta wale wanaochukua profit, order zao zinakuwa absorbed na wale wanaonunua. Ndio unaona coin inapanda. Kwa kitu ambacho kilifanya Ink ipande kutoka 0.8 na ku maintain muda mrefu katika 1.4 ni kwamba from 0.8 mpaka ilifika 1.9 watu walikuja kwa kasi. And then sasa coin yoyote ikisha boom lazima ifanye some sort of a correction, ipumue kidogo, sawa? Ikishapumua then watu wakija tena with time buying pressure ikiongezeka inapanda. Kwa hiyo coin yoyote kupanda, the only factor is the buying pressure. Wanunuaji wakiwa wengi, wakija wananunua mizigo, that's what will take the coin higher. It's that simple. Haya, muda mzuri gani wa kustake na kuwithdraw Inkryptus? Muda mzuri wa kustake ni sasa hivi. Nunua Ink, stake, anza kupata faida yako. Kuwithdraw kutokana na mtaji wako, kutokana na malengo yako, ndio utaamua kwamba na withdraw sasa hivi na withdraw mwezi ujao. Huo ni uamuzi wako. Okay, zile asilimia za kijani na nyekundu humaanisha nini? Yeah. Zile ni kwenye wallet. Kwa watu ambao wana wallet, zile asilimia zinamaanisha, ukiona kijani maana yake kutoka muda huo jana mpaka leo coin imepanda. Ukiona nyekundu kutoka muda huo mpaka leo bei ya coin imeshuka. It's that simple. Kama uko na swali, tafadhali usisite kuuliza swali lako. Na kwa wale ambao tuko live TikTok,